Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa vijana waliokamatwa kwenye maandamano na kuundwa kwa tume maalum kuchunguza matukio yaliyotokea wakati wa vurugu zilizokumba uchaguzi mkuu. Aidha, serikali yake imeahidi kuanza kulifanyia kazi swala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 zijazo. Lakini hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan imepokelewaje na upinzani? Muda mfupi uliopita nimezungumza na makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema John Heche kufahamu wamepokea vipi hotuba hiyo. Mtu hawezi kujichunguza mwenyewe. Haiwezekani watu wanaotuhumiwa kuua wao ndio wafanye uchunguzi dhidi ya mauaji yao walioyafanya. Kwa hiyo sisi bado msimamo wetu ni kwamba tunahitaji taasisi huru ya kimataifa iweze kuchunguza ni nini hasa kilichotokea kuanzia tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31 na tarehe 1 kwa watu wengi sana ambao wamepoteza maisha katika nchi hii. Kusema kwamba tuna reaction yoyote ya maana kwa serikali ambayo imejitwalia mamlaka kwa nguvu, kwa bunduki, ni kuwatukana Watanzania na ni kuwaona Watanzania kama hawajitambui. Watanzania wanaelewa, wanauelewa mkubwa sana wa mambo na wanajitambua sana. Umesema kwamba hukuisikiliza hiyo hotuba kwa sababu huoni haja ya kusikiliza hotuba ya mtu ambaye kulingana na wewe hakuchaguliwa kihalali ama kuambatana na sheria za Tanzania. Lakini pengine nigusie mojawapo ya dondoo ya hotuba ya rais. Amezungumzia kwamba talifanyia kazi swala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 zijazo, ambapo swala la no reforms no election lilikuwa linajikita kwa msingi huu wa kwamba mlikuwa mnataka mabadiliko ya katiba. Hili nalo mnalipokeaje? Madai ya katiba ni madai ya Watanzania ya muda mrefu sana, na ni madai ambayo tumeyadai tangu mwaka 92, na watu wameumizwa sana na mauaji haya yamefanyika kwa sababu pia kumekuwa na katiba ya hovyo sana ambayo imepelekea watu kujilimbikizia mamlaka, kuamuru vyombo vya dola bila kuwa na checks and balances, kusababisha mauaji makubwa kama haya na uharibifu mkubwa kama huu uliotokea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ndicho kitu tulichokuwa tunataka kabla ya uchaguzi huu. Sasa leo mimi napata shida sana, mtu yule tuliyemwambia tangu 2022 ameahidi, na ikumbuke kwamba hii sio mara ya kwanza kwa watu hao wa CCM kuahidi hili jambo. Aliahidi Kikwete ni mwaka 2005 mpaka 2010, wakaja wakavuruga mchakato. Akaja Magufuli akageuka miaka 10 ambayo walikuwa na Samia. Leo hawezi kuja kusema jambo ambalo anajua kabisa kwamba analitumia kama chambo kutaka kupotosha Watanzania kwenye msimamo ambao sasa uko wazi kwamba Watanzania wanataka mabadiliko ya kweli, sio mabadiliko ya mchezo haya. Ndio maana tunasema katika huu mkwamo tuliopo, hao watu ambao hawana uhalali hawawezi wao wenyewe kuanzisha mchakato na ukasimama. Tunahitaji an independent institution, taasisi huru kama kilichofanyika Kenya, ambapo Umoja wa Mataifa uliteua watu kutoka AU wakaja kusimamia ule mchakato na mambo yakaenda vizuri na watu wakanani. Tunahitaji taasisi huru kabisa, sio taasisi ambayo imeegemea upande. Naam, Bwana Heche, umetolea mfano hapo Kenya jinsi wakati ilipojikuta imetumbukia kwenye ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 ilibidi kwamba kuwepo watu mashuhuri, viongozi walio na ushawishi Afrika na kwingineko kuja kuzileta pande zilizokuwa zinazozana kwenye meza ya mazungumzo. Lakini kulikuwa na pande mbili. Mtashiriki katika hilo iwapo kutakuwa na tume huru ambao watakuja kujaribu kuwaleta kwenye meza ya mazungumzo na serikali ili taifa angalau litulie? Kwa sasa ni mapema mno kulizungumzia hilo, lakini sisi kwa watu ambao ni huru, ambao hawana upande, watu wanaoona tatizo hili na wenye nia ya kulitatua, sisi mikono yetu itakuwa wazi kabisa kwa watu wa aina hiyo, na nafikiri Watanzania hicho kitu ndicho wanachohitaji. Nakuja kwako Stella Agara. Mwanzoni wa hotuba ya Rais Samia ametoa pole kwa wale ambao wamepoteza maisha na kusema itaundwa tume kuchunguza kile ambacho kimetokea. Lakini hili linakuja wakati ambapo awali serikali ya Tanzania ilikuwa ikisema hawa watu walikuwa ni wahalifu, lakini pia ni raia kutoka nje. Kauli hii kwanza ni ya uwajibikaji, na tuseme kabisa kwamba wameona pengine kuna mahali walikengeuka, lakini jambo la pili, imewahi ama imekuja kwa kuchelewa? Stella Agara.
Kwanza ningependa kusema ya kwamba imekuja kwa kuchelewa. Jambo la pili ambalo nitataja ni kwamba pole hii na yale yote ambayo ameweza kuahidi kuhusiana na mchafuko uliotokea baada ya uchaguzi imekuja imechelewa, na pia ina unafiki kiasi. Unaposema pole kwa sasa na kwa muda mrefu umekuwa ukiwaita wahalifu, umekuwa ukisema ni watu ambao wametoka nje ya nchi, na sasa unawaambia pole, inamaanisha kwamba pengine sasa anajaribu kukubali mashtaka mengine, hasa kulingana na ile pressure ambayo amepata kutoka kwa nchi tofauti na lakini Stella Agara, walau hili kukiriwa wazi na serikali ni kwamba inaonyesha uwajibikaji. Kwa nini hilo hutaki kulikubali? Sikubali kwamba ni uwajibikaji, kwa sababu kama wangekuwa ni kuwajibika wangeajibika mapema. Wamechelewa sana, imekuja baada ya watu kulia malilio kwa muda mrefu sana. Serikali ambayo inajali nchi yao ama inajali watu wao huwa inasema pole kwa muda wa haraka, na pia wanaweza kutoa mikakati ya kuweza kudeal na ama kufanya mambo ya kusahihisha kile ambacho kilifanyika kwa mapema. Ndio tutashukuru kwa sababu amesema hivyo, na tutangoja tuone kwa mfano serikali yake itafanya mambo yapi. Nimeona amesema ya kwamba anaomba polisi na wengine waweze kuangalia makosa na waone kuna kiasi gani ya responsibility kwa watu wote ambao walikamatwa. Naam, Charles William, Stella Agara, nitarudi tena kwako. Tumemsikia hapa makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema John Heche, ni kama anaonyesha kwamba hana imani na serikali pamoja na ule uwajibikaji, hasa katika hili ambalo serikali imesema itaunda tume ya kuchunguza. Pengine tuipe imani serikali ya Tanzania, tusubiri matokeo, ama hawa ambao wamekuwa wanaona pengine hili halitatekelezeka, kwa nini wanakuwa na wasiwasi hasa upinzani? Ni hotuba ambayo imegusa masuala yote muhimu ambayo yalitarajiwa kwamba lazima yangegusiwa. Tunasema nchi inayo masuala ambayo yamezua mtanziko katika siku za hivi karibuni. Kwa mijadala mikubwa ya kisiasa ya nchi imekuwepo katika maeneo hayo, maeneo ya kilichojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kuanzia matokeo yake, vurugu mitaani zilizoendana na maandamano, lakini pia vyombo vya dola vilivyotoka kuwakabili hao waandamanaji. Mwishoni kabisa kile ambacho wengi wamekuwa wakikililia kwa takribani miaka 30 ya demokrasia hapa Tanzania, mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo haya masuala yote yameguswa kwenye anga la siasa. Unaweza kusema yote yaliyotarajiwa kuzungumzwa yamezungumzwa kwenye hotuba ya leo. Naam, kuna yale ambayo tutaweza kuyagusia walau kwa uchache wake. Nadhani wasiwasi wake, kwa nilivyomsikia akieleza, yeye amerejea ahadi za mara kwa mara ambazo zimewahi kutolewa kuhusiana na mkwamo wa katiba mpya. Ahadi ya kwanza ilitolewa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete, na alithubutu kuanzisha tume yenyewe ya kupatikana kwa katiba mpya ambayo ilitoa mapendekezo, na iliundwa mpaka bunge maalum la katiba ambayo ilitumia mabilioni ya fedha. Waliketi pale Dodoma wabunge zaidi ya 600 wakijadili kuhusu katiba mpya, na walishindwa kuelewana. Baadaye likaundwa kundi linaloitwa Ukawa, likaondoka bungeni likiwa na wajumbe zaidi ya 200 na kuacha wenzao takriban 300-400 wakaendelea na mchakato, na baadaye ukakwama kumaliziwa. Sasa Chama cha Mapinduzi kilipokuwa kikinadi ilani yake ya mwaka 2015 kilieleza kwamba kingemalizia huo mchakato uliokwama mwaka 2015, kwa maana kwamba 2015 kwenda 20 kingeumalizia. Lakini baada ya kuchaguliwa Rais John